Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Naomba tangulie mbele ukaharibu kila mipango ya Shetani. Unitumie Mungu, maana mimi ni chombo. Kupitia kwa hili neno waliofungwa wafunguliwe. Kupitia kwa hili neno Baba, waliofungwa waweze kufunguliwa na kubarikiwa. Waliofungwa siweze kutambua wewe ndio Kristo, waweze kupata neema na ufunguo. Nitasema ni asante. Kila maroho jangwani, kusimuni na nchi kavu na baharini, na ikemea katika jina la Yesu ishindwe. Kila vita vya Shetani wakati wa neno, na kemea katika jina la Yesu, Shetani ashindwe. Baba, naomba Roho wako aliye mtakatifu aniongoze mwanzo na mwisho. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi na wakaribisha wote kutoka kitabu cha Kutoka 3:1 mpaka 14. Tasoma kwa uwezo wa Mungu. Maandiko inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya changwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kichaka. Akatazama, na kumbe kila kichaka kulikuwa moto, nacho kichaka akiteketei. Musa akasema, nitageuka sasa niende nione kiocha hiki, kwa nini kichaka hiki akiteketei? Bwana alipoona ya kuwa ameenda hili kutazama, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kichaka, akasema, Musa, Musa. Akaitika, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, fua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni mahali patakatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akafunika uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao, nami nimesuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi hile hadi nchi njema, kisa pana nchi ichayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muiti na Mwamori na Mperisi na Muivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: unapokuwa umekwisha kuwatoa hao wana katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. 13. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyo waambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Biblia imesema Musa alitolewa msituni akitumwa kwa Farao ili kuokoa Waisraeli. Mungu hawezi kutumana kama hujamuita. Hawezi.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kutumana kama haujamuita, kwa sababu maandiko yamesema akaona mateso, akaona wasimamizi wa Misri vile wanawasimamia Waisraeli vibaya, kisa namba ya mwisho akaona kilio chao. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliona kile kilio, kumaanisha walimuita wakamwambia sasa imetosha, tuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu alishughulika. Ndio maana na sisi tumekuja ili tumwambie Bwana, mateso, magonjwa, kilio ifike mwisho katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna kilio kingine Mungu hawezi akasikia, na kuna kilio kingine ukilia ukimaanisha anatuma mtumishi akuombee, na mtumishi akiomba wakati we mwenyewe umetengeneza njia, maombi yako kufika ni haraka. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu wao ndio walianza. That's number 1. Number 2, maombi yale waliomba na kila kilio kilipofika mbinguni, Mungu mwenyewe akasema, nimeona mateso, nimesikia kilio, na nimeona vile wanatumika vibaya. Leo ninajua ninaongea na mtu ambaye amesimamisiwa kazini, amesimamiwa na mtu mbaya, anamuingilia hata kama hana makosa. Afutwe mapema, aondoke hapo katika jina la Yesu. Sababu maandiko yamesema wale waliwasimamia vibaya, si kwamba Waisraeli walikosa, lakini walionewa kazini. Hebu niulizie mtu, umeandikwa kazi? Hebu kwanza nione wale wameandikwa. Aya, ongea pole. Kumbe umeandikwa wengi. Inua tena niwaone. Hebu uliza mwenzako, kuna mtu anakuingilia kazini? Siku zake zimefika mwisho. Na uamini hivyo, zimefika mwisho. Siku wengine wanasherekea Krismasi, yeye atakuwa analia, maana amekufanya ulie muda mrefu. Hiyo kilio imefika wapi? Mwisho. Kama unaamini, pia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema walitumika vibaya. Kuna mtu anaweza kukuingilia hata uchakosa kazini. Yaani angekuangalia hivi hataki kukuona. Akiachiwa hiyo kazi atafanya peke yake. Aondolewe hapa mapema. Kwa sababu hajui kusimamia wengine vizuri, anawatesa. Wanalia pule na Mungu amekataa kilio. Hiyo kilio Mungu amekataa. Lazima hapo kazini kuwe na mabadiliko, kuwe na amani, na Mungu alete baraka katika jina la Yesu. Mungu alete nini? Baraka. Mimi nitaomba nitume Mungu ashughulike. Haleluya. Mungu atakushughulikia na mambo itakuwa mzuri, maana maandiko yamesema alipotumana aliambia Musa na kutuma. Unajua kitu ile inachangia wengine wafikii ile baraka yao ni uoga. Musa akaanza kusema, mimi ni nani hata nisimame kwa Farao? Maana Farao alijulikana ni katili, mtu mbaya, anasimamia watu kwa utumwa, kwa kuwatesa. Ndio maana yeye akasema, mimi ni nani? Mtu wa kuchunga kondoo, mtu wa msituni, mimi ni nani? Ambia mwenzako, hata kama ulisoma na hujapata kazi, usijidharau. Mwambie hata kama kwenu kuna nyumba ya nyanza, usijidharau. Mwambie hata kama hukusoma, pengine wachache waliwaraga pesa ikakosa kwenu, usijidharau. Mwambie mwenzako mazuri yanakuja. Mwambie Mungu amesema mazuri yanakuja. Mwambie hivyo tena, mazuri yanakuja katika jina la Yesu. Mazuri yanakuja baada ya mateso. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliitwa mara 2. Mara ngapi? Mara ya kwanza akamuita alipoona amekaribia. Kwa hivyo ile moto ilikuwa ni signal ili Musa aonekane kama ataitika. Alipokaribia akaona, mbona hii moto inawaka na kichaka akiteketei, wacha nione. Alipokaribia pale,
Mungu akamwambia, mahali ambapo umesimama ni mahali patakatifu, toa viatu. Unajua wengine anaweza kuwa hapa kanisani na ajue hapa ni mahali patakatifu, anakula burger, ana steak chini ya kiti, na ajui ni mahali patakatifu. Anaweza tumia rafiki yake message mbaya akiwa wapi? Tunafikiri tunaendelea na ibada, kumbe message ina na kwa hapa. Hapa ni mahali patakatifu. Kwa hivyo Musa akaambiwa fua viatu, maana yake tubu, nataka kukutuma. Tubu tambi, nataka nikutume. Bwana Yesu asifiwe. Alipotubu akaambiwa sasa nakutuma, na maandiko yamesema aliposikia ni Mungu anaongea alifanya nini? Alifunika uso wake. Hakutaka kabisa. Sasa alijua mahali yako ni eneo la laana ama baraka, lazima ajitetee yeye mwenyewe, akaficha uso, hakutaka aonekane tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kumuonyesha Mungu heshima. Uliza mwenzako, unaheshimu watumishi wa Mungu? Unawaita wasae? Si umuulize vizuri. Unajua kuna vile mnaweza kusoyana na mtumishi wako na muuliza msae ni aje, uwezi barikiwa. Ukitaka ubarikiwe kaa mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye mwenyewe akaambiwa na kutuma, lakini kabla nikutume toa kiatu. Ulifuta sigara samani, ulikuwa mlevi samani, ulikuwa msarati samani, hiyo ni kiatu ya samani, mbona hujatoa? Bwana asifiwe. Ulikuwa mkora samani na Mungu akakuokoa. Ulikuwa mchanja sana samani, lakini ulipoingia kanisani hiyo madoadoa bado inaonekana. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye akaambiwa ninakutuma, maana nimeona mateso na kilio na kutumika vibaya. Kutumika vibaya. Hata yule Mungu amekupa anafanya kazi kwako, usimtumie vibaya. Usimuite ni Oscar, umulipe pesa yake, ndipo ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utamtarau, useme ni msichana tu wa kazi. Sasa umetoka, ataomba Mungu amwambie ninatesekea hapa, aanguse machozi. Kazini kutakuwa kubaya. Kwa sababu umemtarau. Yule anakufulia nguo, anapiga nyumba deki. Huyo atafanya uanguke kama ujui. Bwana Yesu asifiwe. Yatima yule unayekaa naye ataweza fanya ubarikiwe ama uraniwe. Mke pia ukimkosea aliye unaweza fanya uraniwe, hata mzee pia. So tuangalie hizo areas ndiposa tubarikiwe. Kwa hivyo yeye akaambiwa na Mungu kwamba kule Misri nimeona kilio. Kule Misri nimeona kilio. Narudia. Kule Misri nimeona kilio na kutuma. Bwana asifiwe. Musa badala asikie ni Mungu anaongea, na anaanza kusema mimi ni nani? Unajua uokofu ni mzuri. Samani sana mimi singesimama mbele ya watu. Ningeshindwa ninasema nini? Sasa mwenzako unasimama hapa mahali sini amesimama. Iko kitu utasema? Utaswete? Haikuangi rahisi. Lakini Roho alipoingia alitengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kulingana na haya maandiko akamwambia Musa kwamba nenda, maana mimi niko pamoja nawe. Hiyo ni neno la maana sana. Ni neno muhimu, niko pamoja nawe. Ambia mwenzako Mungu wako pamoja nawe, ili akuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu nimependea Musa hapa, hakutaka asikie kila sauti. Mungu alimuita mara mbili, na yeye wakati wamefanya mawasiliano kwamba sasa nakutuma, akauliza Mungu swali. Sura ya 10, nikifika huko kwa wana wa Israeli niwaambie nani amenituma? Unaona hiyo ni uwerevu. Hiyo ni hekima. Anataka kujua ya kwamba ndio Mungu ametumana. Mimi sina maneno yangu ya kusema. Nikifika kwa wana wa Israeli niwaambie nimetumwa, sawa. Nimefika, sawa. Kwa Farao,
sawa, lakini ni nani ambaye amenituma? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia, ukifika nenda uwaambie Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amenituma. Mawasiliano. Hiyo ni mawasiliano. Nashangaa leo mnakutana na mtu kwa mtandao, mnaitana hai. Wiki ya kwanza ya pili ati mnaoana kwa hewa. Hakuna mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baadaye ukiharibika, ukiulizwa hii ndio ilianza wapi, unajificha kidogo, unasema tulikutana shule zamani. Shule gani? Si useme ukweli, ni mtandao ulianguka mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko imesema wakawasiliana. Number 1, hakuitwa once, aliitwa twice. Na alipoona ni Mungu, maandiko imesema akaogopa. Sehemu nyingine imesema yeye mwenyewe alipoona sasa mambo ya kutumwa imeisha, aliuliza, tasema nani amenituma? Bwana Yesu asifiwe. Mnaona hiyo ni mawasiliano. Usije mnafuatana tu. Hata ujui ni nani mnafuata, ujui unaenda kunyongwa, unafuatana tu. Bwana Yesu asifiwe. Muulize Mungu kwamba njia ninaenda ni sawa. Mungu akamwambia sasa kule mbele, ile nchi ni nchi nzuri. Hiyo ni communication, mawasiliano. Akamwambia kuna nchi nzuri inaitwa Moiti, Mwamori, ni nchi ya baraka, imejaa nini? Masiwa. Imejaa nini? Masiwa. Utaki kuongea? Hiyo nchi ni nchi nzuri, imejaa masiwa na asali. Kwa hivyo ukiokoka, uokovu wa ukweli, lazima maisha yako yabadilike. Wakati umemaanisha katika uokovu na umemwambia Mungu, haijalishi vile niko, lakini nimekufungulia roho yangu uingie. Bwana asifiwe. Na yeye anapoingia anabadilisha ile roho ya ndani. Mambo ya zamani inaondolewa, mateso inaondolewa, shida zinaondolewa, magonjwa inaondolewa, roho ya kung'ang'ana inaondolewa, roho ya madeni inaondolewa, dhambi inaondolewa, unakuwa kiumbe kipya. Haleluya. Sasa hapo ukisema Baba nakuita, unajua kuna watu huwezi kujielezea kama hamjui. Kuna mtu alimaanisha kama aliokoka. Ukimkosea ujipange. Ataenda ampe Mungu aliye machozi na asema, Mungu unaona nimekosewa, unipiganie. Huyo mtu nimekuachia. Hakuna kitu kibaya kama mtu akwambia amekuachia Mungu, utaondoka. Huwezi kujua uhusiano wake na Mungu uko vipi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna mtu sasa, kama vile Musa alitiwa nguvu, unaweza cheza na yeye. Si hata Farao kalijaribu. Mungu akamwambia nenda na fimbo, nimeitakaza, nimeipea nguvu. Alipoenda kurusa ile nyoka yake ya kimabebo, Musa naye anarusa ile yake iko na nguvu, ina mesa ya nani? Ya Farao. Alipoona asikii bado, Mungu akamwambia gonga hiyo maji ikuwe damu, kwa kosa kitu ya kukunywa, kwa teseke. Akakataa kusikia. Sema tena fyura isuke. Kila kitu ikaharibika, paka akasema endeni sema. Mungu akamwambia tena, mkitoka kule muenda kwa hii mlima mfanye nini? Muniombe, maana mimi ni Mungu. Uliza mwenzako, unaomba mara ngapi kwa siku? Ama uko na stress ya sikukuu? Si umuulize. Ama saa hii stress ya sikukuu imekulemea? Mungu alitumana akasema mkifika hapa muombe. Hiyo maombi iwatie nguvu katika nini? Safari. Kumaanisha nini? Mahali Mungu amekuandalia baraka, kufika sio rahisi. Inahitaji maombi. Inahitaji uvumilivu. Inahitaji kumwambia Mungu, nimeamua unipiganie vita ili nimalize salama. Tunaenda kumaliza mwaka. Hatutamaliza kwa ujanja wetu, tutamaliza kwa nguvu ya maombi na kumwambia Mungu, ondoa vizuizi njiani tuweze kufuka salama katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akaambiwa nenda uwaambie wana wa Israeli kwamba mimi niko. Na mimi nimetumwa hapa nikuambie Mungu
hako, akuondolee madeni, akuondolee wasiwasi, akuondolee magonjwa, akuondolee vita, akuondolee sauti ya Shetani, akupe neema mpya katika jina la Yesu. Uliza mwenzako, huko na wasiwasi? Muulize, unaota usiku unakimbizwa? Si akujibu kama ni kweli hasa. Tuko kwa operation sasa. Muulize, unakimbizwa usiku? Unajua nani wanakukimbiza? Hawa sio wakora. Hawa sio wakora. Hiyo inaitwa vita vya kiroho, spiritual war. Lazima tuombe tukemee hiyo roho inakuita iende katika jina la Yesu. Na unajua ingine imeanza kuitana mchana. Uliza mwenzako, unaitwa hata mchana? Unaona mwenye anakuita ni soso. Yeye ya soso lazima iende katika jina la Yesu. Ndio uitwe na Mungu vizuri, sauti ya Mungu ikutawale katika jina la Yesu. Usiamini kila roho. Biblia imesema Musa aliitwa mara ngapi? Wewe ukiitwa mara moja usiitike. Hata Samueli alipoitwa hakuitika. Aliitwa karibu mara 3 ndiye akaja kuitika. Naye Musa aliitwa mara 2 kaitika. Katengenezwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuombe. Kuna mambo mengi unaweza pata tangu mwaka ianze haijaenda vile ulipanga. Haijaenda vile ulipanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini muda ungali hupo. Kuna masiku imepaki. Mungu ndiye mwenye mamlaka. Mungu ndiye mwenye kuinua. Mungu ndiye mwenye kuponya. Mungu ndiye mwenye kubadilisha. Anaweza tumia dakika 2 akufanye uwe milionea. Na wewe unalialia unasema mwaka umeisha na sina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kutuma hata milionea msalimiane njiani. Na maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Anaweza takasa hiyo biashara unafanya usause kitambo tufike next week. Mungu amekupa neema mpya. Hebu niona wale wanaamini. Kama unaamini sema amen mara 3. Kama unaamini sema iwe hivyo katika jina la Yesu. Na walio nisuia washindwe. Mungu nifungulie njia. Amen. Tupi Yesu makofi. Amen. Magonjwa yako iondolewe, omba. Haleluya. Ndio vita vile unapitia iondolewe, omba. Maandiko yamesema walisimamiwa vibaya kabla mwaka hujaisha. Nangojea ushuhuda, maana Mungu lazima atatenda jambo. Iwe ni kwa broti unainukiwa na uchakosa, iwe ni kwa biashara, iwe ni kazini, iwe ni wapi, Mungu ameanza kushughulika. Na atashughulika utasanga. Na hiyo position yao wale wanakunyanyasa wewe ndio utachukua. Amen. Kwa hivyo ujipange. Ufanye nini? Rudia tena, ufanye nini? Kuriti mahali sio jambo rahisi. Lazima Mungu aingilie. Ndio maana Mungu alisema hizi zote mbele ni nchi 5 za baraka na zimejaa baraka. Zimejaa nini? Baraka. Maziwa na asali maana yake ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua kama una imani kamili unaweza anza kuhesabu next week Thursday ni tarehe 25. Na nimekaa kutoka Januari sioni kitu. Tukitoka hiyo Thursday tena Thursday tarehe 1. Sioni kama Mungu ananikumbuka. Lakini lazima ujue Mungu anakukumbuka. Tena narudia, Mungu anakukumbuka. Tena narudia, Mungu anakukumbuka. Bwana asifiwe. Ni jinsi gani ilivyo vyema kujua kumngojea Mungu. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Yeye ni kimbilio na tegemeo. Ukimwomba na umaanishe, lazima atatenda jambo. Na wewe lazima atakutendea jambo. Na hiyo jambo ni jambo jipya.
Si maandiko imesema, kwani huyu Musa alikuwa kwa ofisi? Alikuwa kwa barabara? Alikuwa msituni. Na akatolewa kule na Mungu. Na wewe Mungu akutoe mahali, akupeleke mahali. Ili wale walikutarau wakuheshimu, wajue Mungu ameshughulikia maisha yako. Mungu anaondoa aibu. Mwambie mwenzako, Mungu akuondolea aibu. Na akupe heshima. Mahali unaenda ukumbukwe na Mungu. Na wewe ukumbuke kanisa hii. Hapa kwa kanisa naona iko itirabu kidogo. Hebu niona wala watakumbuka kanisa hii. Mzee, naona wanainua mkono haraka. Inua vizuri hivi straight. Sasa hebu weka chini tukubaliane. Ikiwa hata kasini useme kama wewe ni wa hapa, ndio sasa ukitaka kuomba ruhusa, hata kampuni, hata serikali inajua wewe ni mtu wa kanisa. Hebu niona wale walisema kasini wao ni watu ya kanisa. Wale walisema, kama hukusema usiinue mkono. Unajua nimeenda sasa ulimwengu ile ingine. Unaona tena namba imepungua. Ukijificha kasini, na hapo ndio Mungu amekupa baraka. Na hiyo baraka ni ya hapa, Mungu pia atakuficha uso. Ukienda huko funga mwako ukisema nilikuwa nimesahau, lakini ni kweli unaona wewe ulikuwa umesahau. Anza kutangaza, sema wewe ni mtu wa kanisa. Ni kanisa gani? Mwambie soma lebo. Ukijificha huko sasa unajificha nini? Unaweza sema hivyo ukute mkubwa pia ni Mkristo afurahishwe na hii neno. Na asema hata huyu ni mtu wa kanisa. Akisimamia sito, vitu ya sito iwezi ikapotea. Ni mtu wa kanisa. Ukijificha sasa wataona huyu ni mtu wa mataifa. Wanaanza kufikiria wewe ni suspect, kumbe wewe ni mtu wa kanisa. Ni vile hukuongea. Ambia mwenzako ukienda tangaza China. Sema umeokoka. Na Yesu ni Bwana. Na Mungu atakuinua huko. Tupe Yesu makofi. Amen. Ni wangapi wanataka kubarikiwa leo? Ni nyinyi wote. Ni wangapi walikosana na watu hii mwaka sana na hawajatengeneza maneno? Tena wako hiyo group. Petero akasema nimekosa. Akaomba msamaha, akalia machozi akasema nimekosa. Akasemewa. Lakini kale kanaitwa Juda Iskarioti kakajifanya kajuaje kakajinyonga. Unajua roho ngumu ni mbaya. Mwambie Mungu nimekosa. Hakuna shortcut. Ndio usamehewe. Ndio usito na mabaya iondoke. Mungu akuonekanie. Kuna mahali niliwaambia, nilisukuru ndugu mmoja mchungaji. Nilipa upiri injili nikawaambia, tena na upiri hivi mimi ni nabii. Na hapa kuna mtu na anakaa katika madhabahu na yeye ni mwizi wa ng'ombe na ako hapa na sisi. Kaangalia hivi akaanza kulia, maana hiyo ilimgonga. Kitu nilimpendea, alikuja akasema niombe, ni mimi niombe. Ng'ombe iko wapi? Akasema ni 3. Nimefunga huko nyumbani ndani ya. Umefunga ndani ya migwa na huko hapa. Ng'ombe ya wizi. Akasema ni roho mbaya, niombe. Sijawahi kupata injili kama hii. Na wewe hiyo injili kupata leo katika jina la Yesu. Kitu dhambi ya kuficha ni mbaya. Huwezi ukafaulu maishani. Lakini wakati unataka Mungu akuletea hata ndoto njema ya usiku. Unajua wakati umeokoka inafaa usionyeshwe tena umbu inakukimbiza. Mnanielewa? Nyoka inakukimbiza. Maana sasa hii ni vitu ya mataifa. Umetoka huko. Lakini ukiona bado inakukimbiza, kuna madoadoa. Bwana asifiwe. Na kama inakukimbiza hivyo basi leo nitaikemea iende. Bwana Yesu asifiwe. Sauti yote ya shetani iende. Ndio Yesu akutawale, akupe neema nzuri. Unajua waimbaji kama hawa wakitubu kabisa, kwa sababu hiyo ndio laini yao. Unaweza ona hata usiku umelala, lakini kuna watu wanaimba na wewe. Hata uelewi hawa ni akina nani. Maana wewe umemaanisha. Mbingu inakutambua. Bwana asifiwe.
Bwana Yesu ainuliwe. Mbingu inakutambua. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu hapa ndio unabarikiwa. Siku gani ulionyeshwa hata ndoto hapa? Unaona unaonyeshwa unakimbizwa na swara. Uko Usago mnachuna na soso. We unaona hapa ni Usago. Si unaona hapa iko Itirafu. Uko shuleni, uko primary ulisoma samani umekanyaga chini. Unaona wewe ni mtu wa primary bado unakanyaga chini. Si unamwambia Mungu nimekataa. Mambo na ndoto ya samani na roho ya kunirudisha nyuma nimekataa katika jina la Yesu. Mimi nataka kuendelea mbele katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo mbele kuna milango 5 ya baraka Mungu anataka kufungua katika jina la Yesu. Na wewe utaliti. Na wewe utaliti katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako hiyo milango ni yako. Na wewe enda uliti. Milango ya ng'ambo ifunguke. Milango ya biashara ifunguke. Milango ya ndoa ifunguke. Sasa ukiongea pole pole no mara unaangalia chini. Kwani uko na njaa? Ama mmechoka ni kuachia hapa? Unaenda sikukuu ni kuombea? Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kipindi utamwambia Mungu akutangulie ni sasa. Kuna mchere wali imeandaliwa lakini ukikula hiyo hatutakuona baada ya miezi 3. Kwa hivyo uombe sana. Kula kitu ile yako unaona. Mmenielewa? Ukialikwa mahali uambiwe iko hivi na hivi na usikie roho yako itaki. Kaa mbali nayo hiyo. Amen. Sisemi kualikwa ni mbaya. Lakini wewe ambao unaomba sana, kuna mambo roho hata ruhusu ikufikie. Wale wamekutegea mitego, Mungu hata ruhusu ifanye nini? Ikufikie. Mungu atakusimamia. Mungu atasuia mabaya. Wale wamekupangia mabaya, sikukuu hii mipango yao isambaratike. Wale wamekupangia mabaya kabla mwaka haijaisha, mipango yao isambaratike katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kwa sababu yeye ni mwenye rehema. Kama vile alimtoa huyu Musa mahali mbali, na wewe akutoe mbali. Akupeleka mahali pa baraka, si mahali pa kung'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kipindi unaweza pitia mahali pagumu. Pagumu kabisa. Lakini Mungu akiingilia, nyota yako inang'aa. Nyota yako inafunguliwa. Unakuwa mweupe. Hata kama wewe ni black beauty, unakuwa si uongee wewe. Mungu akiingilia kati anakupa sura nyingine katika jina la Yesu. Lakini sio ile tunaita preach. Hiyo najua inaweza kukuletea mashida. Ama zingine nakuambia saa yote tembea na mafuta ni kubaya. Hii sura uko nani ya mzungu na unaona wewe ni wa hapa. Ulijikaranga mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuombe for a change. Tunataka tuombe kwamba Mungu atusaidie tumalize salama. Tunataka tuombe. Maombi hii tunaomba sio mchezo. Tunaomba leo, tunaomba Sunday, tunaomba Thursday, mpaka Shetani kasema kweli waliamua. Bwana Yesu asifiwe. Shetani aseme hawa waliyafanya nini? Hawa ni wale waliamua. Lakini ujumbe huu ni moja. Usikubali kufuka mwaka na misigo. Usikubali. Nimewaambia nilihubiri mahali hiyo injili nikawaambia hata walioko hapa, mwingine ako hapa ni mwisi, na akasema yeye ni kweli. Na vile nahubiri hivi, mwingine ako hapa ametembea na leso na anataka kufuka nayo, na ni ya soso. Soso alikuwa mrogi na alikufa. Yeye ndiye alichukua usukani anatembea nayo. So uwezi kunidanganya umeokoka. Hata Juda alipigana vita kanisani. Maana yeye ndiye alimsaliti Yesu. Kwa hivyo unaweza kuwa kanisani, roho nyingine unatumikia haitokani na Mungu. Lazima isalende katika jina la Yesu. Na lazima pia wewe ukubali. Na useme hii mahali ilitoka mimi nimekataa. Na ninataka sasa Mungu anipe roho nyingine nitembee
Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna ile mbaya kama hiyo ya hiyo leso. Ni mbaya zaidi. Maana ndio maana nilikuwa nawaambia hapo nikihubiri kwamba anasikia sauti ya soso. Ndio hiyo sasa. Pepo mchafu ya soso. Hatuwezi kufuka na hiyo. Sisi tumekataa. Bwana asifiwe. Tunataka tufuke kama pamba katika jina la Yesu. Maana roho lazima afanye kazi ya roho, na waliye nazo na hizo maroho wafunguliwe. Maana Mungu ni mwenye rehema na huruma. Ndio maana maandiko imesema walipoomba wakalia wakasema imetosha. Mateso imetosha, sasa ni wakati wa kufunguliwa. Na wakati wa kufunguliwa lazima na wewe ukubali. Mwambie Mungu, na mimi nifungue leo ili na mimi nitembee nione nuru yangu katika jina la Yesu. Maana niliamua, mimi niliamua. Na kama uliamua, onyesha kama mwenye amefanya maamuzi. Mwambie Mungu, nimeamua. Nataka kwenda mbele, nami nimeamua. Mtu mwenye ameamua aweze kufuka na leso tena. Hawezi. Lazima akubali na aseme hii ilikuwa soso, alimaliza safari, alitangulia. Lakini mimi niliye wa kanisa lazima nitembee na nifanye vile kanisa inataka. Na nifanye kama vile Mungu anataka. Lazima misigo ipaki nyuma, Yesu awe mbele, ndio upate kubarikiwa. Wengine kwa makosa yao hawajapata kile Mungu alipanga mwaka huu. Wengine walidanganya, lakini hawakufanya. Lazima utafakari leo na Jumapili inayokuja, mwambie Mungu, yale nimeona nilikosea ni hili na hili, naomba msamaha. Na sitaki nifuke na misigo ya mwaka mzee. Nataka nifuke nikiwa mtakatifu. Kama vile maandiko imesema, ukamwambia Musa, mahali umesimama ni patakatifu, toa viatu. Na wewe toa kiatu ya dhambi, mwambie Bwana, ni mimi. Nimeachana na mambo ya zamani. Nimeachana na uganga na uchawi na vitile na userati. Nataka Mungu nikumbuke. Unapobariki wengine na mimi nibarikiwe. Nimeachana na kubeba misigo. Nataka nibebe neema ya Roho, msigo uwe rahisi katika jina la Yesu. Kama vile Musa alitendewa, na wewe simama utendewe. Kama vile Musa alitendewa, na wewe leo simama, Mungu akutendee. Haleluya. Narudia, kama vile Musa alitendewa, na wewe simama kwa neema na kwa miguu yako, mwambie Mungu, vile ulitoa Musa mahali alikuwa kichakani kuliza kondoo, kuliza mbuzi, ukamuinua. Na mimi Mungu Baba, uniinue leo. Mbuzi haikuwa yake, kondoo haikuwa yake, ilikuwa ni yango yake. Lakini Mungu akampa neema, kamwambia lazima nitembee na wewe. Na wewe ukitaka Mungu atembee na wewe, muonyeshe dalili. Mwambie Mungu, nimeona dhambi na makosa yangu, naomba unioshe, unitakase. Nimeng'ang'ana mwaka huu, usikubali niendelee kung'ang'ana. Mungu nikumbuke, nisamehe dhambi na makosa yangu, unipe neema. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwambie Mungu, sitaki niendelee na madeni, sitaki niendelee na magonjwa, sitaki niendelee na kukosa kazi, sitaki niendelee na kukosa ndoa. Mungu wa uzima, unikumbuke. Bori tarabosaya. Mungu mwenye rehema, wewe ni Mungu. Hata msituni unaonekana mahali mtu ameamini. Najua leo kuna wengine wako karibu na wengine mbali, wanalia, wanateseka Baba. Wameteswa na wasimamizi wao, kama vile Farao na wasimamizi wake waliokuwa chini yake waliwatesa Waisraeli. Lakini walipoomba Baba, walipolia machozi, maandiko yamesema uliona machozi yao, uliona mateso Baba, uliona kutumika vibaya. Kuna supervisor anasumbua mtu mahali, kuna manager anasumbua mtu mahali, kuna human resource anasumbua mtu mahali, kuna wakubwa wanatesa watu Baba. Naomba Mungu uliumba mbingu na nchi, wale wanalia machozi kwa kuteswa Baba, naomba Mungu uone hiyo machozi,
uwafute leo hiyo machozi, machozi ya uchungu Baba, machozi na kilio ya uchungu Baba, uwaondolee Mungu wa rehema, uwaondolee Mungu wa rehema, uwaondolee Mungu wa rehema, uwaondolee Kristo Yesu. Na huyu anaongozwa Baba na hiyo roho ya soso, yoyote ametekwa nyara na hiyo roho ya soso Baba, nimeiamrisha, nimeamuru hiyo pepo, nimeamuru roho ya uchawi, nimeamuru roho iliyokufa, hiyo roho ya soso naomba iondolewe. Kila sauti ya soso, kila sauti ya soso, kataa hiyo sauti katika jina la Yesu. Kila sauti, sauti isiyotokana na wewe, sauti ya soso, Mungu wa Israeli, Baratarabosaya, ondoa hiyo sauti Baba. Yoyote ametekwa nyara na hiyo sauti ya soso, na iondoa, na iondoa, na iondoa sauti ya soso, na iondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rabe, ondoa hiyo sauti inazuia neema na baraka, sauti ya uchawi, sauti ya uganga, la la goria, sauti ya uganga, sauti ya uchawi ya huyo soso iondolewe. Ndio iondolewe, sema iondolewe. Pepo mchafu iondolewe, 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 iondolewe. Hiyo roho ya soso, sauti ya Shetani iondolewe. Kataa hiyo sauti ribai, Musa kobo ribai. Haleluya. Bori tai nenge Yesu radin, bori tarabogoria nenge Yesu radin. Baba ribai, kila sauti Baba isiyotokana na wewe, sauti ya Shetani tumekataa katika jina la Yesu, iondolewe. Kataa sauti ya Shetani ribai, Baba radin. Kila sauti ya Shetani inazuia baraka, kila usimamizi mbaya katika jina la Yesu, ondoa, ondoa Baba Rabi, ondoa sauti ya Ibilisi katika jina la Yesu. Tumekuja kuharibu misingi ya zamani, misingi ya zamani, misingi ya zamani, misingi mbaya. Kataa misingi ya Shetani, kataa misingi ya mababu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi Baba, katika jina la Yesu, haina mamlaka, inazuia baraka. Kila roho ya uchawi inazuia baraka na itamukia sasa na kuiondoa sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho iliyokunasa, hiyo roho, hiyo sauti ya Shetani iliyenasa ndoa, iliyenasa masomo, iliyenasa baraka, na iamuru, na iamuru mara ya tatu, na iamuru riba iondolewe sasa, haina mamlaka. Ndio operation tosa sasa. Baba anashughulika, hautafuka mwaka na hiyo sauti, na hiyo machini, na hiyo ndoto mbaya. Mungu wa mbinguni amekataa, amasema yeye hako, yeye amenituma, yeye ni mwenye mamlaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa huyo mama hiyo sauti, hiyo sauti iondolewe. Kwa huyo mama hiyo sauti iondolewe. Ndio iondolewe. Ni uchawi hiyo. Kwa huyo mama iondolewe. 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 Mtenganishe sasa na huyo mama, huyo soso aliyekufa. Mtenganishe sasa na roho za zamani katika jina la Yesu. Lele ilagoria, lele ilogoi, Baratarabosaya, Nendelebosaya, Baratarabogoria. Kila sauti ya Shetani haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka. Shughulika Baba. Hiyo sauti ya Shetani imeleta mateso, imeleta kukosa kazi, imeleta kuzuia kwa biashara, imezuia ndoa Baba. Haina mamlaka mbele yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sauti ya kwao waondolee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila sauti ya kimabebo iondolewe, iondolewe. Sauti ya kimabebo iondolewe
katika jina la Yesu. Iondolewe, iondolewe. Ndio, ndio Baba, ndio Mfalme, iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yoyote amenaswa na hiyo roho mbaya, hiyo sauti ya kishetani, kiwa aliombewa vibaya, hiyo kifungo ondoa. Hodi hodi Baba ribai kiria laison tagaira gora nangai yes ribai bori tasaida ninge Yesu radin Roho Mtakatifu barai tasaida kai nendelele bosaya. Roho Mtakatifu ribai, chukua mamlaka sasa ya kuondoa kila roho isiyotokana na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Barai tasaida kai ninge Yesu ribai loloi lagai Baba radin, Baba radin, Baba radin nendelele bosaya loloi lagai Baba ninge Yesu loi lagai Baba radin, Baba radin, Baba radin, Baba radin. Hiyo pepa ina ya nyoka naomba iondolewe. Hiyo pepa ina ya jini chini ya nyoka na iondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo pepa ina ya jini chini ya nyoka naomba iondolewe. Ndio, ndio, ndio Rabi, iondolewe katika jina la Yesu, iondolewe katika jina la Yesu, iondolewe, iondolewe, iondolewe. Hiyo lilai ndoto mbaya sote iondolewe, kila ndoto mbaya iondolewe sasa katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe, iondolewe, iondolewe. Sema iondolewe. Kila kifungo iondolewe, iondolewe. Hiyo roho iliyofunga hiyo dada iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, iondolewe. Hiyo kifungo, hiyo mateso iondolewe juu yake, iondolewe juu yake, iondolewe juu yake. Roho iragai iondolewe juu yake. Hiyo kifungo iondolewe, hiyo kifungo iondolewe. Kwa hiyo mama iondolewe. Kifungo ya ndoa muondolewe katika jina la Yesu. Baratarabosaya, yoyote aliye na kifungo afunguliwe sasa, afunguliwe sasa katika jina la Yesu. Mungu wa Yakobo, mwenye rehema, mwenye mamlaka, ni wewe Baba, mwenye kuondoa ndoto mbaya, ndoto za kimisingi mbaya, ndoto robosika. Ni wewe Mungu, ni wewe mwenye mamlaka, ni wewe Jehova Elizadai. Uondoe vifungo juu yao, uondoe mateso juu yao, uondoe laana juu yao. Uwafikie Baba, uwafikishe Kanani yao, Kanani ya baraka, Kanani ya baraka, Kanani ya baraka, lele la gloria, Kanani ya baraka katika jina la Yesu. Wenye kuongozwa na ndoto mbaya muje kwa madhabahu. Kila mwenye kuota vibaya aingie kwa madhabahu, afunguliwe, asema Bwana. Lile terebosika radora dai nitolei Baba katika jina la Yesu. Wewe ni mwenye rehema, wewe ndio unafungua, wewe ndio Mungu unaondoa vifungo. Kila ndoto mbaya za kimabebo za kuzuia neema na baraka, mwenye kuondoa ni wewe. Na umesema kwa roho na kwa neno lako Baba, tumalize salama 2025, tumalize salama. Kifungo iondolewe, mateso iondolewe, laana iondolewe, ndoto mbaya iondolewe, vifungo iondolewe, mateso iondolewe, ndoto mbaya iondolewe katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ndoto mbaya Baba inasuia baraka, kila ndoto mbaya inayosuia baraka iondolewe, iende kabisa. Hiyo ndoto mbaya iende, isirudi tena, iende, isirudi tena, iende na isirudi tena. Kila ndoto mbaya inasuia baraka zako, Mungu na iondoe. Ndio, ndio, Mungu na iondoe, Mungu na iondoe. Hivyo hivyo imeondolewa. Ukipokea hiyo usimame, maana imeondolewa. Umepata alama nyingine. Imeondolewa, 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 imeondolewa,
Imeondolewa. Sema imeondolewa. Sema tena imeondolewa. Hiyo ndoto mbaya imeondolewa. Sema kwa sauti, imeondolewa. 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 Ndio imeondolewa. 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 Kila vifungo imeondolewa. Kila vifungo yote ya Shetani na mateso na ndoto mbaya imeondolewa. Sema imeondolewa. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Imeondolewa. Sema imeondolewa. Sema imeondolewa. Sema tena, sema tena. Sema imeondolewa. Sema imeondolewa. Hiyo ndoto mbaya inasikilia baraka. Toka katika jina la Yesu. Iende. Iende. Iende ndio ubarikiwe. Sio mwaja abarikiwe wewe, tulisema hivi. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mpaka saa hii umechelewa hapa. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Katika 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 jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Hiyo nyungu ipasuke. Sema ipasuke, 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 ipasuke. Sema tena ipasuke. Sema ipasuke. Sema tena. Sema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ndoto mbaya imefika mwisho. Kila maovu ya Shetani na mipango yote ya Shetani hata kwa watoto hawa ifike mwisho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kila neema uliyefungiwa, Mungu Baba akufungulie. Mungu aondoe yaliyo maovu. Na hiyo ndoto mbaya iende. Na mabaya yote yaende katika jina la Yesu Kristo. Kila mabaya ya Shetani iende milele na milele. Kila mateso iende milele katika jina la Yesu. Katika mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Simama juu haraka. Enda ita wenzako. Kama mchafu. Waite wenzako haraka. Waite katika jina la Yesu. Waite. Waite wenzako haraka katika jina la Yesu. Sema hivyo jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Waite wenzako haraka, unachelewa hapa. Waite haraka katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Waite wenzako haraka. Waite katika jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ita wenzako haraka. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama mchafu. Katika jina la Yesu. Waite haraka, waite wenzako, waite wenzako. Waite haraka katika jina la Yesu. Mutai yuko juu, mutai yuko juu. Mutai yuko juu. Waite wenzako haraka. Waite haraka. Waite wenzako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema fire. Sema tena fire. Sema tena fire. Tena. 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 Waite wenzako haraka. Waite wenzako. Waite. Waite haraka. Waite wako wapi? Ni akina nani hao? Taja majina. Wako wapi hao? Waite haraka. Waite wenzako katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tena. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Waite wenzako. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hiyo ufalme tunapomoa. Kubali, kubali. Kubali ufalme umepomolewa. Kubali ufalme umepomolewa. Kubali. Utaki? Kubali. Hiyo ufalme umepomoka katika jina la Yesu. Kila ufalme wa Shetani umepomoka. Hiyo ndoto ya kimapepo. Hiyo ndoto ya kimapepo. Iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. Kila ndoto ya kimapepo iondolewe. 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 Haya, panda hapa juu. Pandisa yeye hapa. Mpandise hapa. Sema vile mmemsika hivyo Shetani ashindwe. Simufukuze Shetani bwana.
Sema tena. Sema nione, sema tena. Simusema kwa sauti. Haya, sema. Mulikuwa na shughuli gani hapa? Mulikuwa na shughuli gani leo? Mipango yenu ni gani? Mulikuwa mnakuja kuharibu nini? Ongea. Mipango yenu ni gani? Ongea. Mipango yenu ni gani? Hiyo madhabahu yenu yote 7 nimeipomoa. Madhabahu 7 ndio hiyo sasa. Muajirie. Madhabahu 7 ipomolewe. 7 ipomolewe katika jina la Yesu. Ajiria hiyo mkono. Sema hiyo madhabahu ipomolewe. Ita hivyo, sema ipomolewe. Madhabahu 7. Madhabahu 7. Sema tena. Sema madhabahu 7 ipomolewe. Ipomolewe. Madhabahu 7. Ndio hiyo. Madhabahu 7 ipomolewe katika jina la Yesu. Ita hivyo, jina la Yesu. Mumekubali? Bado kidogo. Tupambana mpaka mwisho. Mumekubali? Bado. Hawezi kufanya nini? Haya, roga hapa nione basi. Roga hapa nione. Hapa mutaweza? Hapa mutaweza? Haya, niambie. Muko wangapi? Muna shughuli gani naye? Muko wangapi? Ongea. Nimekuamuru katika jina la Yesu. Ongea. Muko wangapi? Mumesuia baraka gani hapa? Ongea. Mumesuia baraka gani? Watu wasibarikiwe. Watu wasibarikiwe. Ya pili. Hata yeye pia. Paka ifike 7. Ya pili. Sema. Ya pili ni gani? Ongea. Wasiolewe. Wasipate ndoa. Ingine. 7 yote itaondolewa katika jina la Yesu. Wataolewa katika jina la Yesu. Hata yeye ataolewa. Hata yeye ataolewa katika jina la Yesu. Wewe unakataa, unaitwa nani? Nieleze. Wewe unakataa, unaitwa nani? Unaitwa nani wewe? Niambie. Unaitwa nani wewe unakataa? Sema. Melen. Unaitwa nani wewe? Melen. Wewe ni nani? Amutaki. Muko wangapi wenye amutaki? Wako wengi. Muko wengi. Mulianza na yeye. Tuende pole pole. Mulianza na yeye. Mukasema nini? Asifanikiwe. Asipate ndoa. Na ingine? Alikataa nini? Alisema hiyo kanisa anaenda. Sio mzuri. Sio mzuri. Alikataa. Wachawi. Hapa ni moto. Leo tutapigana mpaka mwisho. Mpaka mtasarenda. Mpaka mwisho. Katika jina la Yesu. Achilia mafanikio yake. Achilia mafanikio katika jina la Yesu. Achilia baraka yake ya ndoa katika jina la Yesu. Nani alikataa? Mungu amekubali. Mungu amesema abarikiwe. Abarikiwe. Ndio hiyo, abarikiwe. Sema tena. Haya, sema wale mnakataa sasa nisikie. Bado mko wengi? Mumekubali kusalenda? Ongea. Mumekubali? Mko wangapi? Mko wangapi wale mmekubali? Mko timu kubwa? Mumetoka kusimu ama nchi kavu? Kusimu. Mulikuwa mmenipangia aje leo? Leo usiku. Walijua ni baraka. Walitaribu. Wewe mling'ang'ana. Mumeona nini sasa? Umenitama. Nimekuchoma. Sina kibariti hapa.
Mumekubali abarikiwe? Mumekubali? Kubali. Mumekubali kuacha kupigana na kanisa hii? Mlikuwa mmekuja wangapi leo kupigana hapa? Ongea. Mlikuwa mmekuja wangapi kupigana baraka hapa? Wangapi? Tulikuwa 7. Mlikuwa 7? Sasa kwa sababu mmeshindwa, inua mikono juu. Inua mikono juu. Piga magoti, inua mikono juu. Inua mikono juu straight. Sema sisi watu wa kusimu. Ongea. Sema nyinyi watu wa kusimu. Tamuka hivyo. Tamuka. Sisi. Kwa sauti. Watu wa kusimu. Sema tumekubali. Tumekubali. Kuachilia watu wa Mungu. Kuachilia watu wa Mungu. Wabarikiwe. Wabarikiwe. Sema tena wabarikiwe. Wabarikiwe. Wala wachaoa waoe. Wala wachaolewa waolewe. Wala wachaenda ng'ambo waende. Kusimu kumewaka moto. Maana Mungu ameshughulika. Mumekubali? Mumekubali? Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Anza tena vizuri mpaka mara 7. Hiyo ni punishment. Anza 1. Yesu ni Bwana. Na hesabu. 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 Yesu ni Bwana. Yesu makofi. Amen. Yesu ni Bwana. Haleluya. Uko hapa hujaokoka. Usimwangalie huyu kwamba yeye amevaa uniform. Mungu amempa neema. Waliyepigana na yeye safari yao imefika mwisho. Lazima wakubali kuna Mungu natumikia mimi. Kama uko hapa na unajua hujaokoka, uje nikuombea uokofu. Kama unasikia unataka uokofu, maana kuna mambo huwezi ukapata kama ukukubali Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna mambo yatakupita, lakini wakati unamkiri Bwana Yesu aletaye baraka kwa watu wake, lazima atakuinua, atakubariki, atakupigania kama mwanae. Maana maandiko yanasema wale wachaye kwangu sitawatupa na sitawaacha. Sitawatupa wala sitawaacha. Sauti ya uokofu inaitana. Usimalize mwaka ukiwa bado gizani. Mwambie Mungu na kuhitaji. Baraka iwezi kuja bila kumkiri huyu Yesu. Asimame na wewe katika hali zote. Nakushukuru Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, uletaye uokofu. Takasa wapendwa wamepiga magoti mbele zako. Warehemu, wasamehe dhambi na makosa. Wasike mkono Baba, kwa sababu wewe ni Mungu. Sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimeamua kuokoka leo na kukufuata sasa na siku zote za maisha yangu. Unisike mkono nisirudi nyuma, na kila mahali ninaenda kuanzia leo sitaona haya kusema Bwana Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa maana umeniokoa na nimeokoka. Mimi ni kiumbe kipya sasa ndani ya Kristo. Futa jina langu katika kila kitabu cha kuzimu, uniandike leo katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu nawafunika na damu ya Yesu. Kila mahali wanaingia na kutoka, uwe Mungu upande wao. Usiwache walemewe, watende mema. Wachaze Roho Mtakatifu waongoze
kwa kutenda mema. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tupi Yesu makofi. Amen. Mubarikiwe. aliwadanganya wanadamu wakadanganyika, akapewa uchungu wa uzao.
umeshika. Safari ya mbinguni sio rahisi kamwe. Hapo safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Hapo safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Hapo safari utupe nguvu, usirudi na nyuma, bali twende na mbele, tupiganie taji ile ya uzima. Anamuongoza njia, tutakusihi sana. Hapo safari utupe nguvu, usirudi na nyuma, bali twende na mbele, tupiganie taji ile ya uzima. Hapo safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Wengi wameanguka na kukata roho, bali shangwe kwa wale watakaoshinda. Bali wao ndio tu watavikwa taji katika safari. Wengi wameshindwa, wengi wameanguka na kukata roho, bali shangwe kwa wale watakaoshinda. Bali wao ndio tu watavikwa taji. Hapo safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Hapo safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie
taji ile ya uzima. Wako safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima.
Taifa lenye nguvu za kimbinguni.